Bwana sio sana. Na sijui kwa nini huwa hatuhubiri kutoka kwenye Zaburi mara kwa mara. Yaani ni very rare kukuta mtu anahubiri kutoka kwenye Zaburi. Lakini huku kumejaa kweli za msingi sana. Na ni maisha halisi ya watu ambao waliyapitia. Naona na zilikuwa ni nyimbo ambazo walikuwa wanaziimba, na Israeli walikuwa wanatumia hizi nyimbo au hizi Zaburi katika matukio fulani ya kitaifa. Sasa hii Zaburi iko katika kundi la Zaburi za maombolezo. Zaburi za maombolezo, Psalms of Lament. Na tutakwenda kuangalia mambo yafuatayo katika Zaburi hii. Kwanza tutaangalia uandishi na tarehe. Ni muhimu kwa sababu tarehe itakuonyesha matukio yaliyokuwa yanaendelea mpaka mtunga Zaburi aitunge hii Zaburi. Tutakwenda kuangalia aina ya uandishi iliyotumika, mbinu za kisanaa zilizotumika na aina ya usambamba ambayo ipo. Mambo mengine ni jinsi ambavyo Zaburi ilitumika katika historia ya Israeli, maana hii Zaburi na matumizi yake sasa. Kwa hayo mambo ndio ambayo unatakiwa uwe nayo unapofanya tafsiri ya Zaburi yoyote au ya kitabu chochote cha mashairi. Upate hizi kweli, uangalie mambo ya uandishi, nani mwandishi, aliandika wakati gani, mbinu za kisanaa ambazo ziko mle ndani, aina za usambamba ambazo tumeangalia mfano wake, je ni synonymous, je ni antithetic, na kadhalika. Uangalie hiyo Zaburi kama ni Zaburi ilitumika wakati gani katika historia ya Israel na matumizi yake sasa ni yapi, application. Sasa kuhusiana na uandishi na tarehe ni kwamba kumekuwa na mijadala kuhusiana na uandishi wa kitabu hiki au Zaburi hii ya 57. Sasa kupata mwandishi na tarehe tu ya kwanza ya kuangalia ni Biblia yenyewe, ni Zaburi yenyewe kwenye heading. Sasa hapo ndio unaona umuhimu wa wasomi na wanatheolojia, maana wametuwekea vichwa mle ambavyo ni vya muhimu sana. Wangapi ambao Biblia zao zina kichwa cha hii Zaburi ya 57? Ni Patrick, ni toleo gani hilo? Toleo la Mateo. Inaitwa Biblia ya mafunzo inayo. Mwingine mwenye kichwa Mwamsiku ni Biblia gani? Habari njema inayo. Hebu tuanze kusikia habari njema, kichwa kinasemaje? Kichwa kinasema kuomba msaada. Lakini kwenye habari anaandika kwa mwimbishaji mtindo usiharibu utezi wa Daudi alipoponyoka Sauli na kwa Bwana mwimbishaji kwa sauti ya wimbo usiangamize ya Daudi. Kwa hiyo moja kwa moja tayari tunamjua nani mwandishi, nani? Ya Daudi, na mazingira yake alipomkimbia nani? Sauli pangoni. Unaona Kwa hiyo moja kwa moja unajua hii Zaburi ni wakati Daudi akiwa kwenye shida na windwa na nani? Na Sauli. Kwa ile heading, kile kichwa kinaanza kukufungua akili kuweza kuelewa asili ya hii Zaburi. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto katika kubaini tarehe ya kuandikwa kitabu cha Zaburi. Ugumu huu unatokana na asili ya Zaburi. Ziliandikwa na waandishi tofauti katika wakati mrefu wa historia ya taifa la Israeli. Hata hivyo, unaposhughulikia Zaburi moja moja ya kibinafsi, kunakuwa na mwanga wa kufahamu tarehe ya uandishi kutokana na kichwa cha Zaburi husika. Tuko pamoja Kwa hiyo kichwa kile kinatoa mwanga, kinatoa msaada katika swala hili la kujua nani mwandishi na ni wakati gani. Kwa hiyo kisa cha Daudi akijificha katika mapango kumkimbia Sauli kimeandikwa katika Biblia. Unaposoma Samueli wa kwanza sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa 5 inazungumzia hilo tukio. Kwa unajua ni nyakati zile. Jamani, tuko pamoja Kwa hiyo yale mazingira yale, hiyo ndio background ya Zaburi hii ya 57, na ndio maana sasa Daudi anaweza kuiandika Zaburi hii. Jamani, tuko pamoja. Amen. Aina ya uandishi ya Zaburi hii. Zaburi za maombolezo ziko nyingi, sio hii tu ya 57, ziko kadhaa
unaziona na utakwenda kuangalia zikoje, yani zinajengwa katika mfumo gani. Zaburi za maombolezo huwakumbusha Wakristo kuwa kuna nyakati ambazo watapita mambo magumu katika maisha, na ndio maana mahubiri mengi sasa hivi yana dosari kubwa sana, kwa sababu ni mahubiri na mafundisho ya mguu mmoja, yanalifanya kanisa litembee na mguu mmoja na Wakristo watembee na mguu mmoja. Hayana uwiano, kwa sababu yanauchambua Ukristo kama tu ni mazingira na experience ya baraka peke yake. Kwa mara nyingi napo challenge washirika, napowapeleka katika Waebrania sura ile ya 11, anazungumza sana habari za mashujaa wa imani na anatoa sifa nyingi. Walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu ya moto na kadhalika, wajane walipata watoto wao. Lakini anaendelea mbele, anasema lakini, si umerusha noti, wengine waliumizwa vibaya sana. Unaona, waliumizwa vibaya sana, alafu anaanza kutaja yale mateso walioyapata. Walivalishwa ngozi za wanyama, waliuawa. Unaona, na anasema watu ambao kwa kweli dunia haikupaswa kuwa nao, kuonyesha ya kwamba kuna wakati Mungu atashuka kama alivyoshuka wakati ule wa Daniel, na simba wale hawakuweza kumdhuru, maana malaika wa Bwana alifunga vinywa vyao. Lakini kuna wakati simba wanaweza wakamrarua mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu ameruhusu. Kuna wakati ambapo Mungu atashuka na kuweza kuwapigania kama akina Meshach, Shadrach na Abednego. Meshach, majina yao ya asili Mishael, Azaria na Hanania, hawakupata dhara lolote katika moto, kwa sababu mtu wa nne alionekana katika moto, na tunapenda sana mtu wa nne aonekane. Lakini kuna wakati mtu wa nne ataonekana wakati anakusindikiza kwenda kwa Baba katika moto, kama ilivyotokea kwa Polycarp wa Smyrna. Huyo alikuwa ni askofu wa kanisa la Smyrna, ambaye tunasoma habari zake katika kitabu cha Ufunuo. Yule mzee alilichunga lile kanisa, na wakati ule wa mateso walimkamata huyu Polycarp wa Smyrna. Alikuwa mzee wa miaka 86, askofu. Wakampeleka kwenye moto, tanuru la moto, na walipofika pale walimpa nafasi, wakamuuliza, Caesar or Jesus, utaendelea na Yesu au utamwamini Kaisari wa Rumi kama Mungu? Maana baadhi ya emperors wa Kirumi walitaka kuabudiwa. Yule mzee Polycarp wa Smyrna aliwaambia maneno haya kwamba nimemtumikia Yesu kwa muda wa miaka 86, hajanifanyia ubaya. Najaribu tu paraphrase, nitafanyaje ubaya huu nimkose au nimkosee Mungu wangu? Wakampa nafasi ya mwisho, akakataa kumwabudu Kaisari, akamkiri Yesu. Kwa hiyo wakamshika, baada ya kuongeza ule moto makali yake, tena aliwaambia, fanyeni haraka mnachotaka kufanya. Kwa hiyo wakamtupa kwenye ule moto, na akiwa katikati ya moto anaungua, mtu wa nne hakutokea. Akasikika akisema, Bwana, ninakushukuru, maana na mimi umenipa neema niwe miongoni mwa watu watakao kufa kwa ajili ya imani hii. Amen. Anamshukuru Mungu kwa kupata neema ya kufa kwenye moto. Yeah. Anamshukuru Mungu. Ni neema ya ajabu namna gani kwamba eti na mimi ninakufa kwenye moto namna hii. Anamshukuru Bwana na anaenda kwa Baba moja kwa moja. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wakati mwingine tunautazama Ukristo tu katika hayo matukio ya Bwana kufanya miujiza na kadhalika na kadhalika. Tunatazama tu eneo la utukufu, lakini hatutazami eneo la mateso. Sasa lazima tuwe na injili yenye uwiano. Sasa hivi vitabu vya maombolezo, zaburi za maombolezo, zinatukumbusha kwamba Wakristo kuna nyakati zinaweza zikatokea za mambo magumu na ambayo Mungu anayaruhusu katika maisha yetu. Tuko pamoja? Sasa hawa watunga zaburi hawa wanatufundisha kitu kikubwa sana. Kupitia katika nyakati zao tunaona kwamba wanaonyesha hisia zao mbele za Mungu, lakini mwisho wa siku wanaendelea kumwamini Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo watunga zaburi walipitia katika nyakati ngumu na kisha kudhihirisha hisia zao kwa Mungu kwa kuandika zile zaburi za maombolezo.
hisia hizi hudhihirisha, hisia hizi ndizo ambazo tunaziona katika hisia za huzuni tunaziona katika zaburi hizi za maombolezo. Na mtu mmoja akasema zaburi za maombolezo huweza kutambuliwa kwa haraka kwa kuonyesha majonzi, huzuni, hofu, hasira, dharau, aibu, hatia na aina nyingine za hisia hasi. Utaziona mle, na hapa ndipo sasa mwanadamu anafunuliwa katika uhalisia wake kwamba huyu ni mtu mwenye mapungufu. Kuna wakati anapatwa na hofu, kuna wakati anapatwa na majonzi, anakuwa katika hali ya maombolezo. Jamani, tuko pamoja? Amen. Sasa Zaburi ya 57 huangukia katika kundi hili la zaburi za maombolezo, na mtunga zaburi hueleza huzuni na hofu zake kwa Mungu. Kinachofurahisha tu ni kwamba wanaelekeza zile hisia kwa Mungu, zinaelekezwa kwa Mungu, sio kwa watu. Tuko pamoja? Na Mungu anajua, hata kama hujamwambia anajua. Kwa hiyo wewe mwambie tu. Kwa hiyo hata kama umeumizwa, wewe sema tu, Mungu, kwa kweli hapa nimeumizwa. Kama una hofu, mwambie Mungu, kwa kweli kwa hili ninahisi kama nina hofu. Kwa sababu Mungu anakuona hata kama hujamwambia. Jamani, tuko pamoja eh? Sasa hebu tuangalie vitu fulani katika Zaburi hii ya 57. Zaburi za maombolezo. Kabla sijaendelea katika zaburi hizi, ni kwamba yule anayeimba zile zaburi au mtunzi wa zaburi anampelekea Mungu malalamiko yake, ila ingawa yuko katika shida, anaelewa ni wapi pa kupeleka shida yake. Kwa hiyo hata kama kunakuwa na kilio fulani na kama malalamiko fulani, lakini anajua mahali pa kupeleka ile malalamiko ni wapi. Yeye ambaye atashughulikia changamoto zake ni Mungu wa Israeli. Ndicho unachoona katika mstari ule wa kwanza na wa pili. Naomba tusome ile mistari miwili tena katika Zaburi 57. Unaona, nitamwita Mungu aliye juu, Mungu anitimiziaye mambo yangu. Kwa hiyo yuko kwenye shida, yuko kwenye crisis, lakini anajua wapi pa kwenda, wapi pa kupeleka mahitaji yake. Kwa mstari wa kwanza, mstari wa 3 na mstari wa 4 huonyesha malalamiko ya mtunga zaburi. Na katika mstari wa kwanza anatambulisha msiba wake. Anasema, nitakukimbilia uvuli wa mbawa zako, hata misiba hii itakapopita. Naona anabainisha msiba ule. Katika mstari wa 3 anazungumzia kuhusu maadui zake ambao walikuwa wakimwinda. Katika mstari wa 4 anafafanua kuhusu maadui hawa akitumia lugha za picha. Unaona sasa kuna lugha za picha zinaingia pale. Wanadamu meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Hiyo ni lugha gani za picha hizo zimetumika? Sitiari, metaphor. Analinganisha kitu kimoja na kingine. Tunaelewana eh? Wanadamu meno ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Sasa ingawa mtunzi wa zaburi hii alikuwa katika hatari, tunaona anaweka tumaini lake katika Bwana. Inafurahisha kuona kwamba mwimba zaburi alijua kuwa Mungu alikuwa na uwezo wa kumwokoa kutoka katika hatari iliyokuwa inamkabili. Hivyo anamkimbilia yeye. Tunaona mstari ule wa kwanza. Mungu alitimiza mambo yake. Mstari ule wa pili, na Mungu alikemea adui zake na kutuma kupenda na uaminifu wake katika mstari wa 3. Na mstari hii huonyesha kwa Mungu ni mwaminifu katika kumwokoa Daudi. Kwa hiyo ninachotaka kuonyesha hapa ni kwamba huyu mtu yuko kwenye distress na kwenye shida, lakini anajua ya kwamba Mungu ndiye wakupelekewa zile shida, na anamtumainia yeye kwamba ataingilia kati na kuweza kumsaidia katika dhiki
na shida yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumaini la huyu mwimba zaburi zilikuwa katika Mungu, kwa lilimuongoza kumwomba yeye ili aweze kuleta msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna vitu ambavyo nataka tuviangalie, tunaita mbinu za kisanaa